Biashara ya watumwa ilikuwa ni miongoni mwa shughuli kubwa za kiuchumi zilizofanyika katika Afrika ya Mashariki, hasa mwisho wa karne ya 18 hadi mwanzoni mwa karne ya 19. Ujiji ni mji ulioko kando kando ya ziwa Tanganyika katika mkoa wa Kigoma. Ulikuwa kitovu muhimu cha biashara hii. Hapa ndipo palipokuwa mwanzo wa mojawapo ya njia kuu ya biashara ya watumwa kutoka Afrika ya Kati kuelekea pwani ya Bahari ya Hindi, hasa katika miji ya Bagamoyo na Zanzibar. Njia hii ilihusisha kusafirishwa kwa watumwa kutoka maeneo ya ndani kama vile Tabora, Mpanda na hata sehemu za Kongo. Walipelekwa kwa miguu hadi pwani ambapo walichukuliwa kwa meli na kuuzwa sokoni Zanzibar na kupelekwa sehemu nyingine duniani. Safari hizi zilikuwa za mateso makubwa ambapo wengi walikufa kutokana na njaa, magonjwa au mateso ya walinzi. Biashara hii ilihusisha pia bidhaa kama pembe za ndovu na shanga zilizobadilishwa kwa watumwa. Wafanyabiashara maarufu kama tiputipu walihusika moja kwa moja na waliendesha misafara mikubwa kutoka Ujiji hadi pwani. Kwa ujumla tu, njia hii kuu ya biashara ya watumwa kutoka Ujiji haikuathiri tu historia ya eneo hilo, bali pia ilileta mabadiliko makubwa ya kijamii, kiuchumi na hata kijiografia katika maeneo yaliyohusika. Athari zake bado zinaonekana hadi leo katika kumbukumbu, majengo ya kihistoria na simulizi za wazee. Naitwa Miriam Mkonya, ni mhifadhi mkuu Malikale, makumbusho ya Dr. David Livingstone Ujiji Kigoma. Niko katika njia ya kati ya biashara ya watumwa na pembe za ndovu. Kwenye karne ya 19, watumwa kutoka Kongo Manyema, Rwanda na Burundi walikuwa wanapita katika njia hii wakielekea Bagamoyo. Na walipokuwa wanafika pale Bagamoyo walikuwa wanapelekwa Zanzibar na kisha kuuzwa katika nchi nyingine za huko Middle East na Far East. Njia hii ni urithi wa utamaduni wa taifa. Na njia hii inaanzia Ujiji mpaka Bagamoyo na ilikuwa ina kambi maalum kwa ajili ya watumwa kupumzika. Kambi ilikuwa Ujiji, Tabora Kwihara, Singida Kilimatinde, Dodoma Mpwapwa, Mamboya, Morogoro na Bagamoyo. Sisi kama kituo cha makumbusho ya Dr. Livingstone tunahifadhi hii njia na kuilinda. Tunashirikiana na wadau mbalimbali kama serikali za mitaa kuhakikisha kwamba tunahifadhi na kuilinda njia hii ili jamii inayokaa pembeni ya hii njia wasiweze kukata hii miti. Lakini pia hata kizazi cha sasa hivi na kijacho kiweze kuiona hii njia na kunufaika na njia hii ambayo ni urithi wa utamaduni wa taifa. Hivyo tunaomba serikali waweze kuendeleza njia hii kwa sababu tayari kuna wazungu kutoka nchi mbalimbali wanakuja Tanzania kutembea katika urithi wa utamaduni. Wanakuja kutembea katika njia hii kufanya kama utalii. Kwa sababu hii njia tayari ni urithi wa utamaduni wa taifa na ni kivutio kikubwa sana. Hivyo tunaomba serikali iendeleze hii njia, itangazwe, documentary ifanyike ili watu waweze kuifahamu kwa uzaidi ndani ya nchi na nje ya nchi. Tumerithishwa, tuwarithishe. Historia kuhusu njia hii ya watumwa, ukiona vijana wakihadithia utafurahia, lakini ukisikia wazee wakihadithia, hakika utavutiwa nayo. Na hapa mzee Kasimu Govola anatuhadithia mnamo mwaka 2014 alipoambatana na watalii kutoka mataifa ya Ulaya na walitembea kwa miguu kutoka Ujiji hadi Bagamoyo, na safari yao ilitumia takribani mwezi mmoja na siku 6 tu. Naam, kwa jina naitwa Kasimu Govola Mbingo. Nilikuwa mhifadhi mambo ya kale kituo cha makumbusho ya Livingstone kilichoko hapa Ujiji. Kwa jina maarufu ya sasa naitwa German Iron. Jina hili imetokana na kutembea kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo tukifuata njia hii tulionayo hapa tulipo. Kama mlivyomsikia mtangulizi wangu ama bosi wangu alianza kuzungumzia, hapa tuko katika njia ya urithi wa dunia ya biashara ya utumwa na meno ya tembo. Wageni wote wanatembea katika kituo chetu cha makumbusho ya Livingstone huwa wanaomba waje kuangalia njia yenyewe halisia ambayo watumwa waliotumia kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo. Na wageni wetu wengi wanayefika sehemu hii
sana, wa Marekani, Waingereza, watu kutoka mbalimbali wanakuja kutembea jengo la makumbusho ya Livingstone, na napokuja kutembea jengo la makumbusho ya Livingstone lazima waje kuangalia njia hii kuu ya biashara ya utumwa na meno ya ndovu. Njia hii, watazamaji ama wasikilizaji, mimi ni mmoja wapo mwenye kuifahamu njia hii kutoka Ujiji hadi Bagamoyo. Mwaka 2014 tulitembea na wazungu kutoka Marekani na sehemu zinginezo, nchi mbalimbali za Ulaya, kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo, ambapo tulichukua mwezi na siku 6. Na safari ya kwanza ilikuwa mwaka 1990 alipokuja mjukuu wake na Livingstone, Bwana Robert B. Livingstone, kutoka Bagamoyo pale kanisani kuja Ujiji. Kwa vile kulikuwa na kinabii mkubwa, walitumia miezi miwili kutoka Bagamoyo hadi Ujiji. Kwa hiyo njia hii ni maarufu kuliko kitu chochote. Wageni wote wanayotembea sehemu hii ya makumbusho ya Livingstone lazima waje kujionea njia kuu ya biashara ya utumwa na meno ya tembo, ambayo hii imebakia kama ushahidi. Na tunaomba wote wanayekuja kutembea sehemu hii wapeleke hadithi ama historia kusema kwamba tumekwenda kujionea wenyewe mambo yaliyotendeka enzi hizo za mwaka karne ya 18, 19, ambayo ni miembe mikuu, imesha kuwa ni mikuu, lakini bado ni alama pekee inayotangaza urithi wa dunia ama njia hii kuu ya biashara ya utumwa na meno ya ndovu. Historia ya njia hii hakika ni urithi wa kizazi cha sasa na kijacho, na historia hiyo inaelezwa na kambi zilizopo katika njia hiyo. Kambi za njia ya watumwa zilikuwa sehemu za muda ambapo watumwa waliwekwa wakati wakisafirishwa kutoka maeneo ya ndani ya bara kwenda bandarini kama vile Bagamoyo, Kilwa au Zanzibar. Kambi hizi ziliwekwa polini au vijijini, na mara nyingi zilikuwa na mazingira magumu ya kukosa chakula cha kutosha, maji safi na huduma za afya. Watumwa walilazimishwa kutembea umbali mrefu wakiwa wamefungwa minyororo, huku wakilazimika kupumzika kwa muda katika kambi hizi kabla ya kuendelea na safari yao ya mateso. Kwa hiyo njia hii tulikuwa tunatoka hapa Ujiji, kambi ya kwanza ilikuwa tunapungumuza Kandaga, kambi ya pili ilikuwa ni Kazuramemba, Rugufu pamoja na Irunde. Ukitoka Irunde unakwenda Maragrasi. Maragrasi ulikuwa unakwenda Mtegwanoti Ilanguro unakwenda Usinge. Usinge unaendelea na vituo vinginevyo, hasa kama uko Urambo, Irunde. Irunde ilikuwa ni kituo kikuu kuelekea Tabora, Kwihara. Kwihara ilikuwa ndio kituo kikuu cha biashara ya utumwa. Maana ukitembea Tabora watakwambia nenda ukatembelee kambi ya Dr. David Livingstone yuko kule Kwihara. Kwa hiyo hii ndio vituo vikuu walikuwa natumia watumwa kupumzikia, hata kama wiki nzima ama siku 5 bado wanapumzika. Njia kuu ya watumwa inayoanzia Ujiji, Kigoma hadi Bagamoyo. Njia hii ina urefu wa takribani kilomita 1200 na ilikuwa njia kuu ya misafara ya watumwa na pembe za ndovu kutoka Afrika ya Kati kuelekea pwani ya bahari ya Hindi. Hapa Ujiji utapata makumbusho ya Dr. David Livingstone, ambapo unaweza kujifunza kuhusu historia ya biashara ya watumwa na safari za upelelezi za Dr. David Livingstone. Lakini pia unaweza kutembelea kanisa Katoliki la kihistoria lililojengwa mwaka 1879 ambalo ni sehemu ya urithi wa utamaduni wa eneo hilo. Njia hii ya kihistoria pia inajumuisha maeneo mengine muhimu kama vile Bagamoyo, Mamboya, Mpwapwa, Kilimatinde na Kwihala, ambayo yote ni sehemu ya urithi uliopendekezwa na UNESCO. Na hapa Mzee Kasim Govola anatukaribisha wote kufika katika eneo hilo la kihistoria ambalo ni urithi wa utamaduni wa Tanzania. Ndugu wa Tanzania wenzangu na wengineo wa nchi mbalimbali, tunawakaribisha sana mwe mnakuja kutembea kituo cha makumbusho ya Livingstone na kuja kujionea
wa kujua kwamba biashara ya utumwa ilifanyika katika mkoa huu ama katika manispaa hii ya Kigoma Ujiji, na hii ndio ushahidi umebakia kuitangaza njia yetu ya biashara ya utumwa, na bado tunao matumaini huenda mwaka huu mwezi wa 7 tunaweza kufanya kazi na safari ya kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo, ambao wanaazimisha ile njia kuazimisha wale watumishi wa Livingstone Battle na Speak, ambao kwa sababu walikuwa ni washiriki katika njia hii na Bwana Livingstone. Hata Bwana Stanley alitumia njia hii tunayoonyesha ya miembe hii, na Battle na Speak pia nao walitumia njia hii mnayoiona ya Kagera ambayo yenye miembe ya kihistoria. Battle na Speak nao walikuwa ni wapelelezi waliokuwa wametumwa kuja kupeleleza ama kutafuta chanzo cha mto Nile mwaka 1857 mpaka 58 walipowasili hapa Ujiji. Kwa hiyo Ujiji ni mji maarufu, maana huwezi kusema Bagamoyo bila kuzungumzia Ujiji. Ujiji ndio kilikuwa chanzo cha ile biashara ya utumwa na meno ya ndovu. Walikuwa kutokea Ujiji wanahitimisha Bagamoyo. Bagamoyo walikuwa kutoka pale kwenye majahazi kwenda Zanzibar pale Mkunazini, ambayo ndio kulikuwa na soko kuu la biashara ya utumwa la East Africa ama ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo chanzo ilikuwa ni Ujiji. Ujiji ilikuwa kusanya watumwa kutoka Umanyema huko Kongo. Nilisema Umanyema ni Kongo, DRC kwa jina lingine. Alafu na kutoka Burundi na sehemu zinginezo kutoka Rwanda, wote walikuwa nakusanyiwa hapa Ujiji, ndio wanafanya safari yao ya kwenda Bagamoyo. Walikuwa naweza kutumia miezi 3 mpaka miezi 4 kulingana safari yenyewe jinsi ilivyokuwa, ilikuwa ni ndefu. Hata baadhi ya wakina mama wengine walikuwa wakichukuliwa wajawazito, walikuwa naweza kujifungulia huko njiani, baada ya siku ngapi wanaendelea na safari kwenda Bagamoyo. Kwa hiyo tunawakaribisha wana ulimwengu wa Tanzania na wengineo mje kujionea kivutio kikuu cha njia ya biashara ya utumwa ya kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo, ambayo mpaka hivi sasa tunaiazimisha na tunailinda kwa ajili ya kizazi kijacho, na wengineo waje kushuhudia miembe hii iliyopo hapa kama ushahidi wa njia hiyo ya biashara ya utumwa iliyofanyika mwaka 1850 mpaka 60, ambayo ilivyokoma mwaka 1874 ndipo soko la watumwa limefungwa, zote soko mbili za East Africa na West Africa. Karibuni sana kituo cha makumbusho Livingstone mje kujionea, na mtakuja kutembezwa kwenye njia kuu hii ya biashara ya utumwa na meno ya ndovu. Karibuni sana. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Instagram, TikTok na X kwa jina la Panorama Update. Hii ni Panorama TV.